zamani iliyong'aa sasa inafifia. Ni kimvuli cha msitu, si msitu wa kawaida. Ni jeshi la rohoni limevaa sura ya mazingira. Jina la Yesu. Vunja takataka zote. Naona upako umekolea baba. Nahisi moto unawaka ndani ya moyo wangu. Nahisi Bwana anataka kuzungumza nasi mambo makubwa, ila mazingira yasiyo rafiki. Nimekuwa nikihisi pia, maana kila nikiomba moyo wangu unaniambia tata sehemu faragha. Sauti ya Mungu ni laini, haiwezi kusikika katikati ya makelele kama mnavyoona. Sasa twende wapi? Wengine kwenda kwenye mlima kuomba,
na milima iko mbali. Kwa nini sisi tusiende msituni ambao uko karibu kwenda kuomba? Msituni? Jamani, tukubaliane basi, tutaenda si kwa nguvu zetu, bali kwa imani. Hakuna kuogopa. Kumbuka hata Wafilipi 4:13 inasema twayaweza mambo yote katika yeye atutiaye nguvu. Amina. Namba unayopigia haipokelewi kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye. The number you're calling is not answered. Please try again later. Unawaita hapa? Ndio. Nataka kutoka. Kwenda wapi? Nataka niende kijijini nikasikiliza wanachozungumza. Mkuu, kwenda kijijini kufanyeje tena? Eti mkuu, kuna shida gani? Tumepigana vita vingi sana. Ndio. Ila hii ya sasa inaweza kuwa ngumu zaidi. Sisi hatupigani, tunaua Kabisa, na tunaua na kunywa damu. ndio. Hatutaki na wote, tunaulinda wetu uchawi. Ndio. Sisi hatuna pesa mbaya. Siku zote tunashinda. Safi na mwendo huu. Kwa kwenda mbele. Samahani mkuu. Tulia, kusamani. Hii vita sio ya mchezo. Mimi nimeundwa kwa moto. Ndio. Takataka tuliyopita mbele yangu nikabaki salama. Nitaisambaza. Mimi ni maji, imeungwa kwa maji. Lazima moto wote na ukuja kinyume chetu. Kabisa. Kuna vijana wanataka kuja. Nataka kuja kuvunja ufalme wenu. Mbona na kuwazia? Unawaacha waje kuwapelekea moto. Nina hamu nao. Usiwazie mkuu, tunakuomba. Sina nguvu za kuwazuia. Ila naenda kuangalia mipango wanayoipanga. Ili nijue mbinu zao. Mkuu, kwenye hicho kijiji unachosema uende, kuna mtu wetu anayekichunguza hicho kijiji na kutuletea taarifa. Kweli kabisa. Sasa wewe unaenda kuchunguza nini? Mwangalizi wetu amefungwa, hawezi kuona kitu chochote. Waelimu.
Sungguh Masko, sungguh kabila vidaga havina lolote. Mkuu sema tu anaenda kuangalia pisi za kijijini. Kamkuu kameanza umalaya. Na wewe umelijua hilo? Mapema mno. Katakufa vibaya. Kanajitafutia maradhi kenyewe. Nirudi Bwana mkuu, sisi tulikuwa tunajadili kutoa hasara. Mkuu tusamehe, tulikuwa tukujadili wewe. Kwa macho ya nyama waona miti imesimama, ukasema ni pori tupu, hakuna uhai wala drama, lakini kwenye mizizi kuna mikutano ya giza. Wow, Sara. Oh, Sara. Karibu. Karibu keti. Asante. Ya, karibu. Vipi, maombi yamekata? Mbona mapema sana? Yakate bado. Mbona? Nimekuja kukuaga. Mimi na wenzangu tumekubaliana kwenda msituni kuomba maombi ya mfungo. Laana zimejengwa kabla damu haijachuruzika, maumivu yakageuzwa sheria ya kizazi. Uhai unazaliwa kwa kilio cha mateso, kana kwamba nuru ilipiwa gharama kabla haijapita. Kila tunapoinua sauti ya vita, siri zetu zavuka mpaka wa damu na hofu. Sala, kumbuka tumekuja hapa kongamano la vijana kwa ajili ya kujifunza neno la Mungu ili litusaidie kumshinda shetani katika ujana wetu. Haya, mnarudi saa ngapi? Ni maombi ya mfungo wa siku 3. Ina maana hata vipindi vya masomo utavikosa. Ondoa shaka kuhusu hilo. Tunapaswa kumtumikia Mungu tungali vijana. Na wale vijana wa kiume vipi sasa? Lazaro naye tunaenda nao. Tunaenda nao? Tunaenda wote. Wivu tena. Hivyo wivu utaacha lini? Hata uchukie. Wewe ni mchumba wangu. Kwa hiyo kulinda hilo ni jukumu langu. Kwa niachie mimi. Kuna wakati Mungu anahitaji kuzungumza na mimi nikiwa peke yangu na si mtu mwingine. Mbona hili swala la kuondoka mimi na wewe naona kama umekazia sana. Kama unipendi useme tu. So uzunguke kutumia njia ndefu. Au kuna mtu mwingine umepata huko ndo anayekupa company. Niambie leo hili nifaa.
Nakupenda wewe tu, sitaji mwingine. Funguo za moyo wangu ziko kwako milele. Nikiumia, nikicheka, bado ni wewe. Dunia ikinigeuka, nakupenda wewe tu. Haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye. Thank you for choosing Vodacom. The number you're calling is currently not reachable. Please try again later. The number you're calling is currently not reachable. Please try again later. Happy. Wewe una shida gani? Nakuona unahangaika tokea kule. Nampigia mama simu hapatikani. Sasa sielewi kuna nini. Usiniambie unataka kumwambia kuhusu hii safari yetu. Ndiyo, ni muhimu sana kumwambia mama. Ni muhimu? Kumbuka tulikubaliana nini? Wewe naye, kumbuka wewe ni mama yangu na lazima nimwambie. Wenye mama Stella, yule sio mama tu, bali ni mama mchungaji na lazima ajue. Happy, maombi ni siri kati yetu na Mungu. Na mama yangu sio mtu baki, ni mama mchungaji pia. Kwa hiyo anahitaji baraka zake, na baraka zake tunapoelekea zitanisaidia sana. Ndege vipi? Hivyo unashangaa ndege? Haujawahi kuona ndege? Haujazoea tu Alipotua tu, yaani mimi nywele zikanisimuka. Yaani unajua unapata na mashaka yote 9. Wewe umeking'ang'ania umpigie mama yako, si ndio? Mwalimu ameshafika. Twendeni. Twendeni. Bwana, maisha bana, ni maisha yangu wanawaza pombe. Uda mtu lizima analia kuhusu mapenzi. Nini? Ukozi wa akili, uchizi tu. Shachoka. Mbona kama sinte na inaita wapi? Tena huko natafuta nini? Haya, na nitakuwa nimeshapata kunywea.
Mambo si haya bwana, acha we. Yaani hapa mwezi mzima mimi nalewa chuma wenyewe kabisa. Aliyedondosha yanakilishi wao. Jirani hapatikani, mbona umedua? Hapatikani kabisa yani. Sijui amepatwa na nini. Kwamba si ndio hii? Mama hapatikani. Alikuwa na anapo simu aliacha chaji. Simu yangu iko wapi? Mimi nilipa simu kwanza, wewe naye unakuja kuhusu simu hii kabisa simu. Mimi sijaona simu yangu. Wewe simu yangu niliacha hapo. Na wewe ndio unakuta hapa jaja mtu mwingine atafute na wewe. Wewe dada, kwani mimi ni mwokota taka? Ungesema kwamba umeacha pombe, nimeokota pombe. Sasa mimi unaniuliza mambo ya simu yani. Mimi sijui kuhusu simu, na haya sijai kuona simu, na haya siwezi kokota simu yako. Mimi zangu pombe tu, siwezi kokota simu yako. Mimi hata siamini. Ngoja nje nikukague. Wanataka kunikagua? Njoo, mimi niko fresh. Wewe njoo nikague. Njoo nikague. Wewe njoo. Acha. Kimvuli cha msitu kimeamka tena, anatembea kati yao, hawajui ni yeye.
Salome, hamna amani. Mimi ni mzembe sana. Imekuwaje tena? Poteza simu yangu. Simu? Umeangalia kwenye begi lako? Si ya kuangalia kwenye begi. Na uhakika nilidondosha simu yangu. Ilikuwaje kwani? Tulipotoka kwenye maombi, nikuta mama kanipigia miskolo nyingi sana, alafu najaribu kumpigia hapatikani hata kidogo. Sijui kwa nini. Baada ya hapo akaja Stella na tukaondoka moja kwa moja kanisani, kwa sababu mwalimu alikuwa anatuita. Niko kanisani alafu nashangaa simu sioni. Hata kwenye hilo begi sijafika. Pole sana Epi. Naona kabisa Mungu hataki niende kwenye haya maombi. Na sijui ni kwa nini. Kila jambo jema hupatikana kwa ugumu Epi. Usikate tamaa. Mimi naendeni tu. Tuende. Nitaendelea kuwaombea ili Mungu asikilize dua zenu. Lakini Epi, jamani, mbona munielewi jamani? Hebu ondokeni, shida nini? Yaani bila mimi mwezi mkaenda kwenye maombi? Hivi na shida gani? Hebu ondokeni bana. Mtu. Hapana, sijakuita. Hapana. Unasema hujaniita? Kitendo cha kutema mate mara 3 tayari umeshaniita. Mimi nilikuwa sijui kama kutema mate mara 3 nikikuita wewe. Nisamehe basi. Nikusamehe? Unajua kule msituni nilikuwa nafanya nini? Nimeacha kazi zangu kwa ajili yako. Tena ufanye chapu kuliko huku kijijini asija kaniona. Nisamehe tafadhali, sitarudia tena. Unataka huruma? Huruma si malezi hata kidogo. Kwa hiyo choma ndani. Lakini mbona muda bado haujatimia? Muda bado. Muda bado? We naona sheria umezisahau za hiki kijiji. Yaani tayari kama umeshafikisha miezi 6 mtu mpaka ujifungue. Wewe fanya hizo kazi, sio wewe. Unataka huduma
unamtaka daktari. Sisi wote ma professional. Ukibonyeza tu button imo, twende zetu. Unashangaa nini? Twende. Maumivu yakageuzwa sheria ya kizazi. Uhai unazaliwa kwa kilio cha mateso. Kana kwamba watoto nendeni mkalali. Pumbafu sana. Mimi nakuwa na wasiwasi au safari hajapata kibali. Mimi mwenyewe niko mguu pande, natamani kurudi. Kwa hiyo nataka kuniambia tuaisha maombi. Jamani, ajaribu kadogo tu, mnaingia na wasiwasi. Hebu kumbukeni tunachoenda kukikomboa kule. Je, kinafanana na thamani ya simu? Angalieni na mama wajawazito wanayoyapitia baada ya kufikisha miezi 6. Je, nani atasimama kama sio sisi? Happy. Happy. Happy, kuna nini? Potea simu yangu. Hebu acha masiala basi. Na simu imepoteaje bwana? Happy, sinaongea na wewe? Na marafiki wako mnawaulizia labda? Mbona na maswali mengi? Wajua simu ilipotea. Ina maswali mengi. Kwa hasira zote hizo kisa simu tu, si ndio? Hebu inuka twende bwana. Mimi siendi. Naondoka tu. Kwa nataka kuniambia simu ina thamani kubwa kuliko tunachoenda ukifanya kule, si ndio?
Twende. Hapo ndo umenena. Tulia hapa. Hii haikubaliki, ni lazima tusimame tuitetee kijiji chetu. Mimi nani nipinge? Twendeni. Mwende wapi? Malafu niacha au hapa hachi mtu. Tunaondoka wote. Bimkubwa, shikamoo. Bimkubwa huko unaelekea wapi? Halafu simaelewi mnafanya nini Bimkubwa? Simaelewi kabisa Bimkubwa mnafanya nini? Wakati kabisa mnaelewa ule msitu, mjomba amefia mule kwenye ule msitu. Alafu sasa hivi mnawaruhusu tena waende kule kwenye ule msitu. Bimkubwa. Kwa nini mnaruhusu watu waende kwenye ule msitu? Kwa nini mnaruhusu waende kwenye ule msitu? Mama, unakosea mama. Huyu mwanangu. Yaani Bimkubwa, mimi nilikuwa kwa mbali nikawashuhudia wanazama kwenye ule msitu wanaishia. Sikutaka kuwafuatilia kwa sababu ule msitu mimi naujua mama. Kwa taarifa mimi nimekuja kukupa mama, mwanao ameingia kwenye ule msitu. Mbona umekaa mlangoni? Shida ni nini mwanangu? Mama, hivi hili swala la baba utanificha mpaka lini? Najua mimi sielewi kabisa. Baba, kuhusu nini? Mama, tangu nikiwa mdogo baba unaniambia yupo safari atarudi. Sijawahi kumwona. Mama, nishakuwa sasa. Mama, hata ukweli wa baba kama una maumivu kiasi gani, sasa hivi nishakuwa mkubwa. Utaweza kuyabeba hayo maumivu? Niambie tu, usinifiche tena mama. Nimechoka kuishi kwenye hili giza. Niambie tafadhali. Mwanangu, nimekuelewa. Nitakwambia kila kitu. Ila sasa uende kwenye kongamano la vijana. Ukitoka huko nitakuambia kila kitu. Ninakuahidi sitakuficha chochote. Kwani kuna ugumu gani kuniambia? Kwa nini siwe sasa? Mwanangu, kila jambo lina majira yake na kila wakati una majira yake.
linafifia, kila tone la damu linabomoa ukuta. Watu wamefungwa. Jamani, hebu tusikilizane kwanza. Nashangaa mchungaji hapa tumemkuta alikuwepo amekaa, lakini tumemsindikiza kwa macho tu. Kwa nini tusingeungana naye? Kweli hiki ninachowaambia ndugu zangu, afadhali tungeungana naye. Hapana. Ni kweli kabisa. Wachungaji wao wana uzoefu wa vita. Ila Ima, Mungu anakaa moyoni, sio kwenye mavazi. Mimi tunapotezana tu muda.
tungemuulizia kambi yake kwa wapi, na hapo ndo tutajua ni mchungaji kweli au wa mchongo. Kila jani lina sikio, kila upepo ni mjumbe, hatua tunazopiga tayari zimehesabiwa mbele. Lolo, amefika sasa. Mwendo wa karibu nyumbani, karibu. Huyu mtu au sio? Wewe unaonaje? Paka nilikuwa nimeanza kuzoea kufanya nini. Usizoee sana. Eti. Lakini utanikubali mimi. Wewe naye hakuna kitu, mimi ndio ka handsome boy. Wewe una six pack. Za kwangu hizo. Wapi? Isapa ni six pack. Mimi ndio watanikubali, wewe utasema aka kachafu. Kwa shepu gani ulionayo? Sasa wewe nenda kawapoze moto waliokuja nao, alafu mimi taendelea kuwapatia hofu. Wewe unasemaje hapa? Yaani hapo si hofu. Hizo ndo kazi zangu. Handsome boy. Mimi ndo moto. Ni kimvuli cha msitu, si msitu wa kawaida. Ni jeshi la rohoni, limevaa sura ya mazingira. Choka. Jamani. Kumbe safari ni ndefu sana kutoka kule nyumbani. Choka. Mimi mwenyewe sina hali, yani nimechoka. Afu kweli, Dani yuko wapi? Na Biblia yake hapa. Ila kweli, sijui atakuwa wapi. Hii ya mambo ndo sipendagi yani. Tumefika tu sasa hivi tumeanza kuchengana. Yaani ndo nini sisi? Leo nachukia vitu vidogo sana. Na kama wenda mtu ameenda kujisaidia, alafu bado mnamdisi hapa. Nyie subirieni aje, alafu tuendelee na mambo mengine. Na neno la Mungu linatufundisha kuchukuliana. Hata kama hapa tumekuja kwa pamoja, hata kama ukitaka kwenda sehemu lazima utoe taarifa. Na muda unaenda, natakiwa tufanye maandalizi mapema. Au mnasemaje? Sio maandalizi tu, natakiwa tumshukuru Mungu akutufikisha salama. Hivi mnamuelewa au? Yaani usijui kachoka vipi wewe? Ninaogopa. Vipi nye? Bwana ndani nimetumchungwa. Sasa tunaogopa cheki. Sasa mwanangu kutuana kama hivi. Ngoja niwaambie, sawa? Kwenye vitu kama hivi hapa, sawa, tafadhali mkae na usirious. Anasema mnaogopa nini? Tunaogopa nini wakati wewe unajua kabisa huyu mtu upo msituni, alafu wewe unakuja okay. I am sorry. Ulikuwa umeenda wapi sasa? Jamani, kwani hamuoni? Usoma ujini na kutaboda pale pita ujui. Ufika tu na kubadili nguo. Kwani kaka utaki? Kaka jasho hilo. Unaonaje? Joto hii. Bwana mtu ajabali. Bwana, wadani sikia. Hapa tuko msituni. Unajua mwanangu tumekusaka sana, yani afu hatujakuona. Ni kweli? Sisi tunakuelekeza tu afu unaleta ubishi. Shauri lako. Alafu sio vizuri, kwa nini uondoke bila kuaga? Ajua lakini vipi kuhusu akaanguo nimependeza? Wende acha wivu mwanangu, sema kama nimewaka usiseme. Hivi. Huyu ni muhaya nini? Mbona sifa nyingi kama hivi?
Eti Muhaya. Wewe kama mtu amewaka itakuwa mwambie kama kaka hiyo umewaka. Ongea wewe kuku, maana wewe msafi. Nikiongea bata hapa mchafu atanichukulia baridi. Wewe unahangaika msukuma huyo. Eti msukuma. Ila kapendeza. Haya dada hapo wewe tupige na picha. Nini? Tayari ushamaliza huyo. Picha hamna. Acha. Hebu tuacheni masiara, tufanye kilichotuleta humu. Sio mna wivu nyie. Dai mshika picha yako. Tansia wapi? Amna, ngoja kwanza tumwambie siku zingine uachage hivyo, ukitaka kutoka uage. Hapa tumekuja kwa umoja. Kwa hiyo mwenzetu akitaka kutoka inatakiwa tuwe taarifa. Aagi kwamba naenda sehemu fulani. Unajua hapa ni msituni sio nyumbani. Sasa unavotoka toka hivi. Umetupa mashaka sana. Bwana, sio kama ugomvi. Kwani hata kama mtu anaenda kujisaidia na penye haki jamani. Yameisha sasa, yameisha. Yameisha ndio. Sasa mna wivu lakini. Acheni masiara. Hebu tufanyeni maombi. Kwa sasa hivi mnaanza kupigizana kelele. Watu wazima kama watoto jamani. Haya tuombeni sasa. Salafu cha pili, Mungu hapendi ugomvi. Waambie hawa hata waelewi. Sikilizeni niwaambie. Dani ana moyo mdogo sana, mimi namjua. Hapa tayari ashakasirika. Akasirika lakini kweli tushamwambia. Hivi wako au tunachanganya? Msitu ni huu. Fanya kwenye kijiji hakuna msitu mwingine zaidi ya huu. Basi twende tuwatafute. Jamani, kabla ya kuomba, nilikuwa nataka kuuliza, hiyo ni yuko wapi? Yuko wapi? Mimi najua nimekuja naye huku. Ndio tumekuja kubadilisha nguo. Si mlikuja naye? Ndio, tumekuja wote hapa. Ndio tumetengeneza raundi hapa na shangaji msimuone. Kwani atakuwa ameenda wapi? Tuombeni atakuja, tuombeni. Atakuja. Okay, sawa. Tuombe kwa ajili ya kumshukuru Mungu. Mwenyezi Mungu tunakushukuru kwa jioni hii ya leo, ndio umependeza matendo yako. Tazama umetutoa Mwenyezi Mungu kwa sababu tumefika mahali hapa kwa ajili ya na kwa jina lako Yesu Kristo na kusema
Na nyinyi mmefikaje huko tena? Mbona tuna taarifa na nyinyi? Tumesikia amekuja huku na sisi tumeamua kuja kujiunga na nyinyi. Kama maombi ni watu waliofunga au na nyinyi mmefunga? Ndiyo, tumefunga pia. Maana msije mkatuharibia. Haya, wenzetu wako huko mbele, twendeni. Si umesema umefunga? Twendeni, naomba mnifuate. Kwa macho ya nyama waona miti imesimama, ukasema ni pori tupu, hakuna uhai wala drama, lakini kwenye mizizi yote yawezekana kwa imani, yote yawezekana kwa imani, yote yawezekana kwa imani, yote yawezekana kwa imani, yawezekana. Hawa ni wenzetu wamekuja kuungana nasi. Kwa hiyo natakiwa tuwapokee kwa mikono yetu miwili, bila kuwabagua, bila kuwatupa mkono. Tushirikiane wote kwa pamoja, kwa sababu kitu ambacho wamekuja kukifanya na sisi tunakifanya iko iko. Kwa hiyo tuwakaribishe sana. Ndugu zangu, karibu sana, hawa ndio wenzangu. Jamani, karibuni, hii vita ni yetu sote. Tunapaswa kupambana tukomboe kijiji chetu. Karibuni, karibuni sana. Ninachowaomba tu muwe na ushirikiano basi. Hivi ni kwa sababu kweli. Tuliojipanga na tuliokuja. Lazima watoka wapi? Leo na ukio gani? Kama kuja kutuharibia. Na wewe msituna ujua kabisa. Mnakaa gari kama wale watu. Punguza basi. Asi tulikuwa nao huko kambi. Jamani. Tumekuomba kwamba huu msitu kwa kisula ya mtu. Jambo dogo sana. Karibuni mkae.
mmoja amekamatwa. Niliwaambia hii vita sio ya mchezo. Lakini mkuu, twende kamsaidie. Hapa hatuna namna tena. Hatuwezi kupambana nao. Mkuu, kwa tayari tumebasi tena. Kwa kuwa kupambana nao hatuwezi, tutatumia silaha yao kumwokoa. Kivipi mkuu? Vita na wao vikai pamoja. Hawa wakiona vita hupenda kumwamuru shetani toka. Inatakiwa tuwaletee kila aina ya vitisho ili waamini humu msituni kuna shetani, na wakishasema toka shetani, watakuwa wamemfungua wao wenyewe bila kujua, na hapo ndipo maji atakapokuwa huru. Kwa sababu neno lao lina mamlaka kwa sasa, na wamepewa mamlaka ya kufunga na kufungua, na wakishasema toka, atatoka kweli. Tukimsifu vizuri hata bila kuomba, Mungu atashuka tu na imani, maana Mungu wetu anapenda sifa. Nitasimama hapa kama mwalimu wa sauti, nitawaelekeza namna ya kuimba, maana kuna kuaga na sauti ngapi? Kuna kuaga na sauti 4. Kuna sauti ya kwanza, sauti ya pili, sauti ya tatu na sauti ya 4. Lakini leo hii sisi tutatumia sauti ngapi? Tutatumia sauti 3. Ndio tunajifunza sauti ya kwanza, ya pili na ya tatu ili tuweze kuimba vizuri. Jamani, kuna shida. Ninakuta mti kule, nasikia watu wanaingia ndani ya mti. Najaribu kuchungulia, sioni. Najaribu kila namna, najaribu kutazama, sioni. Ule nasikia sauti, watu wanaongea. Najaribu kuangalia nyuma ya mti, sioni. Nashindwa jamani, sielewi. Mti gani huo? Au ni maongeo yako ya njaa tu? Mboya. Jamani, hebu mwache kufanya masiara kwenye hili. Inawezekana anakutana na vitu vya ajabu, na nyie kabisa mnajua wewe msitu tuna mambo ya ajabu, afu nyie mnachukulia masiara tu. Kama wewe Stella, kwani unaweza ni mti gani wakati wewe mwenyewe unajua kabisa una mauzauza Hili mnashindwa kuwa na umoja alafu mnakuwa na utengano tu. Sijui kwa nini. Unajua machekesha kabisa. Wewe pia ngulize swali. Toka umefika hapo ushiko na mtu na unaongea unatoa sauti. Leo amechoka na safari wewe, afu ana njaa. Kocha kuzingatia na anakuwa tumwangalie chakula ale kwanza. Chakula na umevurugwa. Ele kwa mimi tumekuja kula huko. Sasa unachowachekesha nini hapo? Kuna uwezo ukachapia hata siku moja jamani, ukasahau. Afu unajua kwamba mimi mwenyewe na njaa hii. Wewe unanivuruga mpaka kila kitu nasahau. Jamani, mimi niko serious. Afu leo naenda masiara. Sasa ndio natoka wapi hapa? Leo kwanza, siku ya kwanza. Afu ndio ifike ndio vipi hivi? Haya, kama mnabisha. Sawa, si tu bwana. Taona. Mbona sasa tena? Kitu niwaambia. Yaani kuja leo tu yale na mchazo na mauzauza.
Mimi waambia kabisa. Na kila mtu atavuna alichokipanda. Johnny. Grace. Mbona unapenda kujitenga? Eti kujitenga, kujitenga, kujitenga. Kwa hata kama nikijitenga na kusuni? Yaani mtu anaonesha kukujali ndio namjibu kama hivyo? Wewe Lazaro, ndio ujali kuhusu mimi? Naomba uniache bwana. Grace, tusahau yaliyopita, tuganga ajayo. Hata wainga wanasema nikakombe mwanaharamu apite. Sisi ni binadamu, kupadana ni jambo la kawaida, tunakusameheana basi kisha kingine waendelee. Kirahisi tu. Grace, ni kweli nimekukosea. Yeye atakuwa nisamehe tu. Hivi unajua ulichokifanya? Laiti ningejua upo huku, nisingekuja. Kimaliza shule nitakuoa. Kiko wapi sasa? Nilishakwambia mimi na walimu wa kwaya ni vitu viwili tofauti. Maana nawajua vizuri, hamjuagi kufunga zipi zenu. Hapana,
Sijafanya uamuzi kwa sababu ya tamaa. Ni kwa ajili ya usalama wangu pia. Hivi unajua maana ya ahadi kweli? Nilikuwa nasema nikijua hatima yangu ni wewe. Ghafla napigwa bonge la tukio. Nakuta Lazaro anamvisha mwanamke pete ya uchumba. Ni mwanamke mwingine na sio mimi. Kusubiria miaka 2 umalize shule, mimi singeweza, labda ningeanguka tu. Na neno linatuambia kama mtu hawezi kujizuia na aoe. Ndio maana nilifanya vile. Kwa nini ningeshikilia ahadi alafu nimkose Mungu? Au mimi naamini labda ulikuwa sio mpango wa Mungu. Nitawezaje kushinda moyo wangu wakati nilikupenda kwa kweli? Unaniambia haukuwa mpango wa Mungu, lakini moyo haukubali kuamini. Nitawezaje kusamehe kumbukumbu zinazonifuata kila kona ya msitu? Laiti ningejua uko pamoja nasi, nisingekuja hapa. Mungu wa rehema, nimekuja kukomboa kijiji changu, lakini naomba unianzie mimi. Nina imani nimekupa tumaini bandia, na umekaa ukiamini kwamba nitakuja kuwa mume wako. Ahadi yangu iko wapi sasa? Msamehe sana Grace, sitosahau kukuombea ili upate mwanaume bora wa kukufaa na ufaa pia. Utabiri unaonyesha kati ya wale vijana walioingia msituni, atakayefanikiwa kutoka ni mmoja tu. Ni mmoja tu. Atakayefanikiwa kutoka ni mmoja tu. Historia hii nimekaa nayo kwa muda mrefu sana. Nadhani ni wakati sahihi sasa wa kuitoa wazi, kila mtu aijue. Pale hakuna msitu, kuna kivuli cha msitu. Mnaona miti kwa macho ya kibinadamu, lakini hakuna msitu. Kwa kuwa muda umefika, nitakwambia ni kwa nini kinaitwa kivuli cha msitu. Ipo siku kijiji kitakaposhinda juu ya hii vita ya kivuli cha msitu, ndipo kila mmoja atashuhudia kwa macho yake kwamba ile siyo miti bali ni miili ya watu waliokufa.
Wesa. Sa. Nuka. Vipi? Unakwaje? Tulishika misalaba, tukajivika utulivu. Sasa machozi yanatiririka, moyo unavuja, hofu inatutafuna, hatuna pa kujificha. Kimvuli cha msitu kimetufunika. Kompatana nini? Mbona unaingia kwa ishara hatukuelewi? Basi tusiongee tena. Ni nini hiko? Kwa nini mzee kuongea? Mwache ajielezee. Sasa unafikiri tutajuaje? Ukasha kuwa bubu, mbona shindwa kujiongeza? Aongee. Haya aongee nini sasa? Na mfanye maombi. Muombea? Huwezi kumwombea kujua tatizo ni nini. Mpaka tujue chanzo chake ni nini ndio tutafanya maombi. Ila Ima, fanya maombi mpaka tujue chanzo cha tatizo. Tutakuwa waganga wa kienyeji sasa. Kujua chanzo lazima. Sasa hapo utaomba nini? Utakemea pepo au utaomba toba? Yaani hapo cha msingi unachotakiwa, tafuta sehemu ambayo anaweza kaandika. Atuandikie ilikwaje, ili tujue chanzo cha tatizo, na hapo ndipo tutaomba fashila. Hao watoto tunaoona ndio chanzo na waanzilishi wa kimvuli cha msitu, na hao ndio wamekuwa wakikiletea matatizo kijiji chenu cha Dutwa, kwa kuwa roho zao zinatafuta haki. Ilikuwa ni mwaka 1837. Ilikuwa ni alfajiri ya saa 10. Watoto hawa walitoka katika kijiji cha Gamboshi wakiwa na ng'ombe wao watatu ambao waliagizwa na wazazi wao waende wapeleke mnadani ili wazazi wao wapate pesa za kuweza kuwalipia ada watoto hao. Cha kushangaza, kabla hawajafika Dutwa, walipofika Lubaga wakakutana na majambazi njiani. Majambazi hao hawakuwa watu wema kwao, wakawanyang'anya ng'ombe wao wote. Wale watoto walivyokuwa wakidai haki zao wawarudishie ng'ombe zao, wale majambazi wakaamua kuwaua wale watoto na miili yao wakaitupa
Lakini watu wa Gambosh roho zao hazifi mpaka wachomwe moto. Mili yao ilitakiwa ichomwe moto, mili yao haikuchomwa moto. Basi roho zao zikabaki zikiwa hazina mwili, zikaendelea kuishi tu. Ikapita miezi mitatu, roho hizo zikiishi zikiwa hazina miili, lakini watoto wao wakakaa kikao, wakafikiria, mbona tumeteseka? Kwa sababu ni adhabu roho kuishi bila mwili, mbona tunateseka? Wakaamua kujifanyia sehemu ya hifadhi ya roho zao. Ndipo wakajitengenezea miti kama sehemu ya kuishi roho zao. Haikutosha, wakaona bado hawajalizika, kwa sababu roho haiwezi kuishi kwenye mti. Wakakaa kwa siku 2, wakasema hapana, hatutaishi ndani ya miti, itabidi tuembe kijijini, tutoe kafara za watu hata 3 na sisi tupate miili. Wakaua wanakijiji 3, ndipo nao wakawa na miili. Baada ya kupata miili, wakatengeneza falme 3. Falme ya kwanza inaishi angani. Kazi ya huyo mfalme wa angani ni kuzuia maombi ya watu wanaoomba kwa jina la Baba Mungu Mwenyezi aliyeziumba mbingu na nchi. Mfalme mwingine anaishi chini ya ardhi. Kazi yake ni kuzuia watu wanaotumia nguvu za shiriki kuwaangusha. Na huyu wa 3 ndio yule anakaa msituni. Ya kushangaza, yule wa msituni ndio falme yenye nguvu ndogo kuliko wote. Kwa hiyo wa msituni na akajifanyia wafuasi wake wasiopungua 100. Ilipofika mwaka 1903, kuna mchungaji mmoja akajitokeza. Alikuwa na imani kubwa, kila mtu aliamini huduma yake, kwa sababu miujiza mingi ilikuwa ikitendeka kwa imani yake. Basi mchungaji huyo akakishawishi kijiji kiandamane kwa ajili ya kuangamiza utawala wa wale watoto, kwa sababu wale watoto baada ya kupata miili ya binadamu wakaanza kukitesa kijiji kwa kukipa masharti magumu. Ni kama kulipa kisasi kwa kile walichofanyia. Japokuwa wale majambazi waliowaua hawakuwa wazaliwa wa Dutwa, lakini kwa imani ya yule mchungaji wakamwamini kwamba basi mwisho wa utawala wa hawa watoto umefika. Basi wakaenda naye, watoto kwa wakubwa, vijana kwa mabinti, wamama na watoto wao, wakaandamana kwenda kufanya maombi ya mfungo katika lile eneo ambalo kiko kivuli cha msitu. Basi wakaenda kwenye hayo maandamano. Kwa kuwa wale watoto wana akili nyingi sana za kivita, wakafanikiwa kuwagonganisha wale watu na hata kuwafarakanisha na Mungu wao. Baadaye yule mchungaji na hao watu wote wakajikuta Mungu hawasikilizi tena, wala maombi yao hayapenyi katika anga. Basi ukawa ndo mwisho wa huyo mchungaji na hao wafuasi wake. Hao wafuasi walienda na huyo mchungaji na hao wafuasi wake, hayo maandamano walifanyia kwenye lile eneo linaloitwa kimvuli cha msitu. Walipokufa wale watu, ndiyo ile
miti mnayoiona wakabadilika kuwa miti. Kwa ile ni maiti. Wewe unaenda wapi na kati ndo tunataka tuanze hapa? Nenda kupiga picha. Dani, unaendaje kupiga picha wakati huu msitu unajua kabisa, unaelewa kila kitu kabisa kwamba huu msitu uruhusiwi kupiga picha. Lakini sisi tunakwambia hapa, unaondoka tu unaenda kupiga picha. Hivyo tu, kununua simu. Naijua hiyo. Kwa kuwa nyewe mmeona kwamba hamna smart, ndio mmeanza ili si kupiga picha. Pini wenzetu tunaulizia simu, kwamba hii simu shilingi ngapi? Nyinyi mnaulizia samaki. Huyu sanga shilingi ngapi? Sasa shilingi ngapi? Sasa tulieni hivyo hivyo, niwapime suti. Ngoja ndije. Wewe Dani, hebu njoo. Wewe toka kweli? Nakuja. Mambo ya sere kaka. Rudi bwana. Kaka nakuja. Hata huyu kaka, naomba ijengi kaka, hata huyu kaka. Dani mbishi Kaka hata huyu kaka. Sikilizeni, huu msitu tunaelewa. Alafu sisi tunajaribu kumwelekeza kila kitu, anajitia mnazo. Sasa atakapoenda kukutana nalo kule, atakijua cha moto. Hapa mwenzetu hapa hivi tulivyokuwa tumekaa hapa, hivi venye tumekaa hapa hivi, tayari ashakuwa bubu. Huyu tayari naye ameenda kuyatafuta, ameenda kuyakoroga. Yatamtokea puani. Mtu anaelewa, ni mkubwa yule. Na ndio maana mimi nimwambiaje, mwacheni. Lakini akifika huko likamkuta jambo, atakumbuka. Huu msitu kabisa umeandika ni marufuku kupiga picha. Yeye anatoa kwato zake hapa, anakimbiza kile. Nini shida sasa? Mwache. Sikia mkuu. Kwa staili. Si anajikuta. Mwacheni aende. Ila tutaisha. Lakini ni kwa sababu mtu mwenyewe kama haeleweki. Sasa mtu kweli anaambiwa alafu hasikii. Kwa hiyo hapa alishatudharau wote kabisa, ni tudharau. Hivi unajua anaweza katusababishia matatizo kundi zima hili. Haya. Mimi nipo hapa. Lakini msiogope. Sisi tumeokoka, hatuko chini ya sheria. Tunaye mamlaka kukanyaga nyoka na nge. Alikuja kijana wa kike kwa huzuni, walikuja kwa matumaini, mioyo safi, macho angavu. Walibeba maombi yao wakiamini atarudi. Msitu kawa kimya, giza likashuka taratibu, lakini aliyerudi si yule waliyemjua. Kimvuli cha msichani kama pepo, kimvuli cha msitu kimeamka tena. Anatembea kati yao, hawajui ni yeye. Rafiki wa jana, muuaji wa leo, aliapa kwa damu, sasa ni mnyama kivulini. Kimvuli kijana wa kiume kwa hasira na huzuni, alitabasamu, tulimkumbatia, lakini macho yake hayakuwa na roho. Alikuwa karibu nasi lakini mbali mno. Kwa nini hatukuona alivyobadilika? Kwa nini hatukuona alivyobadilika? Msitu una siri, una wachagua wake. Aliyesikia mwito hawezi kutoroka. Aligeuza mgongo kwa nuru,
kavaa kivuli, kundi kwa nguvu zaidi, kama sauti za wachawi. Kivuli cha msitu kinawinda usiku. Anakuja kwa tabasamu, anachukua roho. Hatukujua, hatukutambua, tulisali kwa ajili yake, kumbe yeye ndiye laana. Kivuli cha mvuke ya huzuni, kama sauti ya marehemu. Je, tutamwokoa au tumue? Bado yumo ndani au ni kivuli tu? Msitu haachi, msitu huchukua. Kivuli cha msitu ni wetu sasa.